Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 21. Tunasoma yafuatayo. Petro ya kwanza sura ya 2 21. Hayo ndiyo mlioitiwa, maana Kristo mwenyewe aliteseka kwa ajili yenu, akawachieni mfano ili mfuate mwenendo wake. Tunaitwa mchana wa leo kufuata mwenendo wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ni yeye tunapaswa kuiga. Usije wale watu wa kiburi, wale wa kujiinua, bali jifunze kuwa mnyenyekevu. Ukubali unyenyekevu. Ubaya wa kukosa unyenyekevu. Tuliwaambia mahali ambapo hakuna unyenyekevu kuna kiburi. Na kiburi inafungaga masikio, inaacha watu hawasikii. Kiburi inaacha watu wafanye nini? Kiburi inaacha watu wasifanye nini? Na hapa kama hujaomba kiburi wachana nayo, mchana wa leo nipoteza kuja hapa, utarudia vile, kwa sababu mwenye kiburi hasikiani. Ndio maana niwaambia anza omba, uweke kiburi chini. Kwa sababu tunahubiri, tunasoma shairi na mashairi, roho ya unabii, lakini haitakufalia kwa sababu mwenye kiburi, ona mwenye kiburi pale ile papo. Na mpaka sasa hasikii. Wakati una kiburi, hawezi sikia nini? Mashauri. Hawezi sikia nini? Mashauri. Kwa sababu dhambi ya kiburi inaacha hawezi sikia nini? Mashauri. Wanakuambia fanya hivi kwa sababu wewe mwenye kiburi na unafanya nini? Shida ya kiburi inaacha mwenye kiburi hawezi sikia nini? Mashauri. Anasoma Biblia, atawaza tu ni Roma. Hata sikia kwamba Roho wa Mungu anamwambia nini? Kwa sababu ana ugonjwa wa kiburi. Na kiburi kikishaingia ndani ya masikio, hatafanya nini? Hatasikia. Utamwambia mwanamke anakuwa mtiifu kwa mume wake, lakini kwa sababu ni mwenye kiburi, hatafanya nini? Hatasikia. Hawa wanaume mara nyingi wamewaambia mpenda wake wenu, lakini bongo. Je, walishaanza kuwapenda tangu tunawaambia wapenda? Je, watu unaweza shuhudia kwamba waume wenu wanawapenda? Roho siwezi uko karibu na mke wako, tumuulize kwamba unampenda. Enda mwambie sema unampenda. Tangu wanaume wanaambiwa penda mke wako, wengine wanawaogoa mbele. Mbona wanaanza nini? Ile mikokoro ya kumaziba papa, uniache. Kwa sababu na kiburi, mwambie nilipanda ng'ombe zako. Sio tunapandaga ng'ombe kwa wanaume. Haiko kusikiwa. Sasa nilipanda ng'ombe zako. Nilipanda ng'ombe zako. Bali ilikuwa kutime yetu. Na wanamke ndio unawaza wanamke wanakosa ng'ombe za kupanda hapo wewe. Ingekuwa ni hivi, hawa wanamke wanawaza sinao wangelitafuta ng'ombe wanapanga na kwenda. Ne sasa wanaume ndio mnapanda mama. Unawaza wanakosa amani ya kukutotea wewe amani. Na utaratibu ndio wanaume wapande. Ile ndio utaratibu. Mwenye kiburi hasikia. Ndio maana niliwaambia kila mtu aombe tangu leo magonjwa ya kiburi iondoke ndani mwake, na dawa iko ni kukubali Yesu. Yesu anaingia, kiburi kinakimbia. Haleluya. Na unapona masikio yako na sikio. Mashairi ni mengi. Niwasomee Mezali 16. Mezali 16. Mezali 16 mstari wa 18.
Mithali 16 mstari wa 18 inasema hivi: kiburi hutangulia maangamizi. Kiburi hutangulia maangamizi. Mwile yangu nasema nini hapa? Mbona huko na fungu na wasa niko mumisa hapa? Nilimwambia shahidi, ningelisoma bila kuambia. Wakati nasema mezani, nimesema fungua Biblia yako umezani na wewe usome. Yangu inasema nini? Yangu inasema hivi: kiburi hutangulia maangamizi, majivuno hutangulia maanguko. Kama wewe ungali na ile magonjwa ya kiburi, jua kwamba siku kidogo utakuwa umeanguka tayari. Tutakukosa sababu ya kiburi chako. Kwa sababu mwenye kiburi hana nini? Hana masikio. Nasikia ofisi. Mwenye kiburi afanya nini? Hata wanaisukura juma mzima hana sikio. Kwa sababu ile kiburi ni damu ya Yesu Kristo inayoondoa peke yake. Bila hiyo hawezi pona. 29 Mezani 29 Mezani 29 mstari wa 23 inasema hivi: kiburi cha mtu humporomosha mwenyewe. Unasikia kwa nilipenda hii Kiswahili chako kinasema nini? Kiburi cha mtu humporomosha mwenyewe, lakini unyenyekevu wa roho atapata heshima. Haleluya! Wewe mwenye kiburi chako kitakuporomosha mpaka kule kabisa, mulimi utakufunikia kule, lakini unyenyekevu itafanya nini? Itakuinua. Haleluya! Unyenyekevu itafanya nini? Itakuinua. Lakini wewe mwenyewe unapenda kujiinua sababu ya kiburi kitakufanya nini? Kitakuporomosha. Yangu nasema ile nasema. Hawasomee Kiswahili kwa 23 inasema kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho unyenyekevu utaheshimiwa. Kiburi kitamfanya nini? Kitamshusha. Sababu na gonjwa sasa, wanakuambia achana na kiburi na kujiinua. Wewe unapenda kujiinua, usiache unyenyekevu. Ukufanya nini? Utakupandisha. Hiyo ni Biblia. Biblia inasema unyenyekevu unapandisha Mungu, lakini kiburi inafanya nini? Katika maisha ya kawaida utaleta kiburi kwa bosi yako, atakuacha kukazi. Sasa kufukuza si ile yenye mnazoea. Mimi nashukuru wakati ninasoma vitabu vyenye vinafundisha mambo ya kuwa wa militeri ya jeshi, jinsi banafatana joini. Niwape mfano ya kanisa yetu. Siku ya Sabato sinatangaza kwamba tutaenda Maranatha. Sio vile nilitangaza. Tutaenda kuandaa evangelization itaongozwa na wanawake mwezi wa 3, na tutaenda kuchagua walaike kunivyo ya station. Je, nani ninaweza andaa seminari hapa? Dogo pastor tunaomba tangaze, na mimi nitangaze ya kupiga. Kiburi jina la itababogoria huduma. Ndio maana wewe ataendelea kuwaua neno. Jinyenyekeze. Unyenyekevu itafanya nini? Itakuinua, lakini kiburi itafanya nini? Itakushusha. Katika juma hizi, siku 10 hizi, tunaomba tuombe Roho Mtakatifu akae ndani mwetu ili apate kufukuza tabia ya nini? Ya kiburi. Kwa sababu kiburi na Roho Mtakatifu haviwezi ishi pamoja. Ndio maana
kusudi tujazwe Roho Mtakatifu, inafaa tuachane na nini? Na kiburi. Niwape mfano wa mtu wa kiburi, Belshaza, Danieli sura ya 5. Mimi nimejenga Babiloni. Maandiko ikakuya pale pale, umepimwa lakini haufanye nini? Hauelewi. Pale pale Wamedi na Waperesi wakaja wakamuondoa. Sababu ya nini? Ya kiburi. Unapenda kuendelea kuwa na kiburi kama Belshaza, utaanguka. Dada, ndugu, pale Yesu anatuita. Mathayo 11. Mathayo 11. Yesu anatuita. Mathayo 11 mstari wa 28 anatuita katika maneno haya: njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu mkajifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtatulizwa rohoni mwenu. Yesu anatuita twende tujifunze kwake. Ile mizigo yetu ambayo inaacha hatuwezi kusikia kiburi, tuiweke kwake. Yeye ni tayari kubeba ile kiburi yetu, anatubadilishia, anakuita. Je, uko tayari kuitika? Njoni, anakuita, anakuita, njoni. Yeremia 3, Yeremia 3, Yeremia 3:12 inasema nini? Yeremia 3:12, Yeremia 3:12 inasema nini? Yeremia 3:12 inasema yafuatayo. Yeremia 3:12 inasema, basi nenda ukamtangazia Israeli maneno yafuatayo: rudi, ewe Israeli, usiye mwaminifu, nami sitakutazama kwa hasira, kwa kuwa mimi ni mwenye huruma, na sitakukasirikia milele. Wewe kiri tu kosa lako, kwamba umeniasi mimi Mwenyezi Mungu Mungu wako, kwamba chini ya kiti ya mti wenye majani umewapa miungu wengine mapenzi yako, wala hukutii sauti yako. Mimi ni Mwenyezi Mungu nimesema. Rudi. Na Mungu hataendelea kukukasirikia. Tulikuwa mwenye kiburi siku nyingi, ila haikuwa habari njema kwako na kwako. Mungu ukitubu hataendelea kukumbuka dhambi zako. Rudi. Rudi. Tufanye nini sasa? Tufanye nini? Wa mitume walifanya nini? Wakati Yesu alifanya nao siku 40, ilikuwa anawafundisha vya kufanya. Walitoka wakaona Yesu anaenda mbinguni, walienda watu 120 ndani ya chumba. Walienda kuona. Walienda kufanya? Walienda kuona. Siku 10 zote wako wanaona. Kila mtu akasema, mimi Yakobo nilikuwa napenda mimi zote kuwe na waongoza. Ile kiburi niliweka chini. Mimi Yohana ndiye nilikuwa napenda mimi na ndugu yangu ndio tuwaongoze. Sasa ninaweka chini. Petro ambaye yeye tayari unafanya anakata lisikio, akasema na mimi sitaongeza kwa nauliza watu. Haleluya. Unawaza ile maneno yako haiko kukata watu maskini. Unaweza sema mimi sikakati watu. Ile maneno yako ni ya kukata maskini. Walifanya siku. Ngoja niwasomee Matendo ya Mitume, na hiyo ndio mafundisho yetu ya leo, ambayo tunaomba kuwa sawa mitume, tuikali fasi moja tu. Ndio maana nimewaambia kwamba unaweza omba kwako katika kitabu yenye iko msimu yako, unaomba. Unaweza ombea karibu na kanisa lako, unaweza kuja hapa, tunakukaribisha sana. Tuko hapa tunakungojea, lakini hakikisha kwamba wewe unaomba. Mstari wa 12
Matendo ya Mitume 1:12 inasema hivi: kisha mitume wakarudi Yerusalemu kutoka ule mlima ulioitwa mlima wa Mizeituni, ulio karibu kilometre 1 kutoka mjini. Walipofika mjini, waliingia katika chumba ghorofani ambamo walikuwa wanakaa. Nao walikuwa Petro, Yohane, Yakobo, Andrea, Filipo na Tomasi na Bartholomayo. Wakaomba. Wandugu wapenzi, nasi tunahitaji kuomba. Tunahitaji kuomba. Waebrania 10:25, usikose kukutana pamoja ili muombe. Kuna maombi ya kipekee, maombi katika chama na maombi ya watu wote, usikose kufanya. Elena White katika Témoignage volume 1 ukurasa wa 286 anasema Mungu anapenda tuombe unyenyekevu kila siku. Tuombe unyenyekevu kila siku ngapi? Kila siku. Siku ya Sabato. Fundisho hili tutaiendelesha, kwa sababu ndio tutafanya mazoezi ya kuwa wanyenyekevu. Hata wewe una miguu yenye inateleza, utagusa miguu yako yenye ukigusa utasikia iko sawa wewe. Ulishagusa miguu yako, unaona jinsi inakuwa, wanaitaka nini? Makambani. Miguu. Kuna mara utakutana na ule mtu wa kwetu mengi hawafaragi yako. Kwa sababu wewe ni mnyenyekevu, unakubali kufanya nini? Kugusa hiyo miguu siku ya Sabato. Fundisho hili tutaiendelesha ya nini? Ya unyenyekevu. Wengine utakuta hapa amehangaika, iko anatafuta miguu yeye na faraka masoksi kila siku, njoo anawishi. Atakuta iko anafanya nini? Alikosa amani, iko anatafutisha. Pole. Siku ya Sabato tutaendelesha fundisho hili ya unyenyekevu, ndio tutafanya praktiki. Ndio tutafanya mazoezi ya unyenyekevu. Utajinyenyekea, uguse miguu ya mke wako, uguse miguu ya ule jirani yako, ya kuonyesha kwamba wewe unapenda unyenyekevu ule wa nani? Wa Yesu Kristo uliyekushusha mpaka hapa. Wangapi wanasema Mungu tusaidie, utuwezeshe kwa unyenyekevu. Na dawa ya kiburi, Yesu kuingia kupitia Roho Mtakatifu na kiburi kinakimbia. Wangapi wanahitaji Roho Mtakatifu afukuze kiburi kwa maisha yao? Wasimame tuombe. Usimame tuombe. Tayari umebarikiwa, tayari umejaa Roho Mtakatifu, na maisha yako ya unyenyekevu uwe tayari kwamba karibuni atakuja. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Ninaona hakuna mwenye apende kuwa kuachana na ile tabia ya kukuporomosha, ya kukushusha. Si wote tunapenda kufanya nini kwenye dunia. Tunapenda mtu mmoja ambaye anapenda atuombee. Wakati nasi tutakuwa envelope mwenye anapenda kuomba katika mkutano huu, kwa sababu tukisema na uombage, tunasema huyu pasteri anakuja anapenda kunifezeresha, kwa sababu tunajua hakuombage. Sasa nikikutaja hapa sema kusha uombe, je, kuna mwenye anapenda aombe katika mkutano huu? Vile wakati naomba, ndugu mitano, wakati naomba na wewe omba, ili kile kinacho nasimama kipate kutimilika katika maisha yako. Omba. Baba mtakatifu na ikaje mbinguni, tunashukuru sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunashukuru sana kwa neema zako ambazo umetupatia, lakini pia tunashukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Mungu Baba, tunaomba utusamehe dhambi zetu na maovu yetu na makosa yetu. Kila mmoja wetu ambaye yuko mahali hapa amesikiliza somo hili kubwa, ninaomba uweze kutusafisha kwa damu ya Kristo Yesu. Amen. Lakini pia Mungu, tunakuwa wakosaji sana,
tumejawa na dhambi ya kiburi. Ninazungumza kwa niaba ya kanisa zima, mkutano huu mzima ambalo tumekuja mbele zako. Naomba kwamba uweze kutuponya dhambi ya kiburi. Kila mmoja wetu naomba upatie Roho wako Mtakatifu ili tuweze kuishi wanaume, wanawake, watoto, vijana ambao wanajawa na Roho wako Mtakatifu, wanajawa na unyenyekevu. Tusaidie Mungu wetu, tuweze kutembea sawa sawa na mapenzi yako. Waponye wale ambao ni wagonjwa, wasaidie wale ambao wanaendelea kulilia, wafanyizie wepesi wale ambao wamelemewa na mizigo mizito. Ninaombea kila mmoja wetu ambaye yuko mahali hapa, mpatie faraja, furaha, muongoze. Nikiombea wale ambao wanaendelea kusii katika siri wakikuomba, sikiliza maombi yao, Mungu wetu. Hakika tunakutegemea wewe peke yako, na tunaomba utufanyizie wepesi katika maisha haya tunaishi duniani. Tupatie baraka zako Mungu wetu. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ukae Mungu awabariki. Ninaita sasa, kunaweza kuwa mtu ambaye si Mwadventista, ambaye anapenda kujiunga na kanisa hili la Sabato, ambaye alikuja hapa, na wewe ni neema tunakupa ujiunge nasi, ambayo tunapenda kujaza Roho Mtakatifu, tuachane na kiburi. Je, kuna mtu ambaye ni mgeni aliyekuja hapa kwa sababu dakika walizonipa zinaisha? Je, iko ule mgeni? Tunakuwa na watu ambao wanakuwa katika shule la Sabato miaka mingi hawajabatizwa. Wewe kama na wewe uko uje pamoja na wale ambao si Waadventista, na wewe wakati haujabatizwa na wewe si Mwadventista, kwa sababu lazima uzaliwe mara ya pili. Wale ambao bado hawajabatizwa, ambao wanapenda na mimi napenda kubatizwa kama ndugu yangu Pasifika. Pasifika uko wapi? Barikiwa baba. Wangapi wanapenda kubatizwa kama Pasifika? Hao wakuje hapa. Hamkupata wageni leo? Hakuna watu ambao hawashabatizwa huko? Wewe umebatizwa wewe pale, na wewe pale. Ni kusema nini? Kama wewe haujabatizwa, wewe ekai hautakuwa Mwadventista sasa. Sura inapatikana. Ngoja niwasomee Mathayo 10. Mathayo 10, tuone maana ya kuja hapa mbele ni. Mathayo 10, ngoja niwafasirie kuja hapa mbele maana yake ni. Mstari wa 32. Kila mtu anayenikiri hadharani kwamba yeye ni wangu, mimi pia nitamjibu mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Lakini yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Kuja hapa unatangaza mimi niko wako Yesu, na Yesu atamtetea mbele ya Baba yake. Sasa kama unaogopa kumusema mimi ni wako na hapa kuna fimbo, sasa wakati mimi nitakuwa tutakubali kama wewe ni Mkristo, simama utangaze kwamba Yesu ni Bwana wako. Simama utangaze kwamba Yesu ni unapenda kuongoza katika maisha. Haupende kujiongoza. Unapenda kuachana na maisha ya dunia ya kimungu ya kushindwa. Unapenda Yesu Kristo yeye jainuliwe, wewe ushuhuda. Na wewe kuja kujiunga na dada huyu. Kuja. Niko naita wale ambao si Waadventista na wale Waadventista ambao wako hapa, mtashtuka mmemfanya shemasi na hajabatizwa. Kwa sababu mnamzoea anakuwa tu hapa. Unashabatizwa. Ni wewe, simama. Usiwe na shida. Na sitakubatiza leo, nitakubatiza wakati nasema ninapenda nibatizwe kama Pasifika. Kwa banapendana kuliko baimbie Bwana. Yesu akwita wewe uje leo. Muimbe na
Umekusaidia kwenda hapa. Wale niko naika wale ambao ni wasisi wa sababu. Ninaika na wale ambao ni wasisi wa kanisa. Mimi na Mungu wangu napenda maombi ya kipekee. Na waje tuombe pamoja. Mzee wa kanisa aanze kuombea watu. Tutaweza kujinyenyekeza kwa ajili ya ombi, hata wale ambao wako katika mkutano mtasimama ukiweza. Basi tuweze kuomba. Mwenyezi Mungu, tunakuja tena mbele zako ili kwamba tutoe shukrani kwa muda huu ambao uweza kutupatia kuweza kutafakari na zaidi kuweza kuandaa maisha yetu kwa ajili ya kupokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Tazama, tunamaliza kunenwa kuhusu kiburi, kujivuna, kujiinua. Tunajishusha mbele zako ili kwamba Baba utuwezeshe. Kwa ujumla, wakati tunaendelea kusubiri mvua ya masika, utuandae Mwenyezi Mungu ili kwamba isipute bure bila sisi kuweza kupata baraka toka kwako.
Mwenyezi Mungu, tizama watu wako ambao wanapiga hatua hapa mbele kwa kuweza kukiri ya kwamba wataweza kujiunga na ufalme wa mbinguni. Uendelee kuwanong'onezea na kuandaa kwa ajili ya hitimisho katika ubatizo. Kuna wale pia ambao wanajitoa mbele ili kwamba waweze kuombewa. Mwenyezi Mungu, sijue haja zao za mioyo, lakini wewe ni mkuu na unasoma kila mtu. Ndio maana kwa kipekee naombea kila mtu ambaye anasimama hapa uweze kusoma haja zake na ujibu kulingana na mapenzi yako. Kwa ujumla, kanisa ulimwenguni mzima, sasa mahalia, tunajikabidhi mikononi mwako katika kipindi hiki cha siku 10 za maombi. Kisipite bure, kiweze kutuongoza kwa kuweza kutubu, kwa kuweza kukiri jina lako, na mwishowe wakati utakapohudhuria meza ya Bwana, Mwenyezi Mungu, tupe utu upya, utuongoze kikamilifu ili kwamba nasi tupate nguvu za kutangazia wengine makuu yako. Basi endelea kuwa nasi katika siku ya Sabato na katika maisha yetu yote. Tunakuomba na tunaamini hiyo jina lenye nguvu, Yesu Kristo, na acha kanisa tuseme amina. Baba wetu ulio juu mbinguni, tunainua mikono mbele yako kukusamehe sana. Ubariki wana wako wanaokuja hapa mbele, wana mahitaji tofauti. Kila mtu namjua kwa jina lake. Tunakuomba mwisho wa juma hizi wana wako wapate muda wa kutoa ushuhuda wa jinsi uliwashiria katika siku hizi 10, kwa sababu muda huu utatoa shida zao. Wabariki, wawezeshe kuamini kwamba wewe utawajibu, wawezeshe kusubiri majibu kwako. Tunakushukuru kwa sababu tusikiliza, kwani tunaomba kupitia jina tukufu la Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen. Mungu awabariki. Hao wenye walikuja mbele, uje mama, wenye walikuja mbele, wale wenye walikuja mbele, twende pale kwa sekretari. Ufuate ule mzee, ongoza hao watu, mwende pale. Mungu awabariki. Tutasimama na kufungua vitabu vya wimbo wa 115 tunapoongozwa na kiongozi wa wimbo 115. Tunasimama Aide ya
Tunasema asante Yesu kwa mafundisho haya ambayo tulilishwa mchana leo. Ombi letu ni kujazwa Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu. Pata msani si